Taarifa kutoka Ghana zinathibitisha kwamba mnyama Simba Sports Club ni miongoni mwa timu ambazo zimetuma ofa nono kwa ajili ya kuinasa saini ya mlinzi wa kati na nahodha wa klabu ya Asante Kotoko, Samba Gilbani Ndongani, au kwa jina lake la maarufu Samba O'Neal Ndongani. Huyu ni mlinzi wa kati mwenye umri wa miaka 25, nahodha wa klabu ya Asante Kotoko. Taarifa kutoka Ghana, kwa mujibu wa watu ambao wana taarifa za ndani katika klabu ya Asante Kotoko, zinabainisha kwamba Simba Sports Club wametuma ofa moja kubwa sana, kwa sababu kuna vita ya kumnunua huyu mlinzi wa kati. Simba ni miongoni mwa timu 5 ambazo ukitoa timu yake mama ya Asante Kotoko ambayo bado inahitaji kuendelea kumbakisha kwa ajili ya kuendelea kupata huduma yake, lakini kuna vilabu 5 Simba akiwemo ambao vinahitaji huduma yake. Kuna Simba, kuna Azam, kuna Dubai City, kuna Sahel FC ya Niger, lakini pia kuna Maccabi Tel Aviv ya Israel. Ofa zimeanza kuingia tangu mwezi wa 12. Huyu jamaa anatakiwa vibaya mno, lakini pia Asante Kotoko wanapigana usiku na mchana kuhakikisha kwamba wanambakisha nahodha wao, moja kati ya wachezaji funguo, mlinzi tegemezi kabisa, nahodha wao. Sasa mimi nataka tuangalie hapa ni nini hasa ambacho kinamfanya Samba Ndongani awe ni mtu ambaye anahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza, huyu ni mzaliwa wa Congo Brazzaville, lakini hajacheza kabisa katika ardhi ya Congo Brazzaville. Aliamua kutoka mapema na kwenda kwenye ligi zingine za Afrika Magharibi ambako kuna ushindani zaidi, kwa maana ya ligi ya ndani, lakini pia kunaweza kukawa kuna mazingira ya kumtengenezea soko endapo atafanya vizuri, na ndo safari yake ikaelekea katika nchi ya Niger, katika klabu ya Sahel ambayo ni miongoni mwa klabu ambazo sasa hivi pia zinamhitaji huyu jamaa. Sasa baada ya kwenda kule Sahel akafanya vizuri, karia yake imekuja kupata ukubwa zaidi alipoenda katika ligi ya Burkina Faso katika klabu ya Rahimo, ambako alikwenda akawa nahodha, na hata hivi sasa ni nahodha wa klabu ya Asante Kotoko akiwa na msimu mmoja tu. Yaani msimu wake wa kwanza tu alipofanikiwa kuutumikia ndani ya Asante Kotoko, msimu huu amekwenda kupewa kitambaa cha unahodha, kitu ambacho si mara nyingi huwa kinatokea, kwa sababu kule Ghana wana prefer zaidi kuwa na nahodha ambaye ni mtu wa pale pale, ni Mghana, ni mtu ambaye anazijua asili za pale. Na pengine kwa faida yako tu ni kwamba klabu ya Asante Kotoko ni klabu ambayo inaongozwa na kiongozi wa kimila. Samba Ndongani kwenda kupewa kitambaa cha unahodha kwa mtu ambaye sio mtu wa Ghana, inakuonyesha ni kwa kiasi gani imani imekuwa ni kubwa kwake. Lakini huyu mtu ametoka kuwa nahodha katika ligi ya Burkina Faso akiwa na klabu ya Rahimo, amekuja amekaa msimu mmoja katika klabu ya Asante Kotoko, amekwenda tena kuwa nahodha. Hichi ndio kivutio kwanza kikubwa kwa baadhi ya vilabu vingi ambavyo vinamhitaji, kwa sababu mtu anayeweza kuwa nahodha ligi baada ya ligi tena ndani ya muda mfupi ni ishara ya mchezaji ambaye hahitaji muda mrefu kuweza kuendana na mazingira. Kwanza ni mchezaji ambaye anaonekana anaingia kwenye timu, ana click kwa haraka kwenye performance zake binafsi, kisha ana ule ushawishi ambao unawafanya viongozi wa timu waone kwamba huyu mtu anaweza kuiongoza hii timu atakapokuwa uwanjani. Hiyo ndio sifa ya kwanza kubwa ambayo Samba Ndongani ameweza kuitengeneza mpaka sasa hivi, na ndio kitu ambacho kinawavutia watu wengi wanaomhitaji kwa sasa, kwa sababu wanaamini huyu ni mchezaji ambaye atakaposajiliwa hahitaji muda, anaweza kutransition tu kwenye ligi tofauti tofauti kama ambavyo ameonyesha mpaka sasa hivi, kwa sababu amepita kwenye ligi ya Niger akawa anaonekana na character za kiuongozi na performance zake zilikuwa nzuri, licha kwamba hakubahatika kuvaa kitambaa kwa sababu ana miaka 25, ina maana alikuwa ni mdogo zaidi kipindi hicho. Lakini baada ya kutoka Niger akaweza kumaintain performance kubwa. Baada ya kwenda Burkina Faso akapewa kitambaa cha unahodha, ameondoka hapo amekwenda Ghana amepewa kitambaa cha unahodha. Kwa hiyo anaonekana ana kariba ya kiuongozi, alafu ni mchezaji ambaye anaweza kushikamana na mazingira kwa haraka. Hilo la kwanza. Kingine, unapomzungumzia Samba O'Neal Ndongani ama Samba Gilbani Ndongani, jina lake la asili, hii Samba O'Neal ni jina zaidi la utani. Huyu ni mchezaji ambaye tangu amejiunga na klabu ya Asante Kotoko, arguably amekuwa ndo beki bora kabisa katika ligi ya Ghana. Yaani ukienda ukifuatilia metrics ambazo zinapima performance kwa upande wa walinzi wakati katika ligi ya Ghana ama walinzi kwa ujumla, Samba Ndongani ana stand out. Yaani ni mtu ambaye yuko kwenye daraja lake kiufupi.
kwenye namna ambavyo ana operate, kwenye namna ambavyo analitendea haki eneo la ulinzi wa kati. Ni mchezaji ambaye amekuwa akioperate katika daraja la juu sana katika ligi ya Ghana. Kwa hiyo ni huyo mchezaji, lakini kitu kingine ni kikubwa ni upatikanaji wake. Kwenye kipindi cha miaka mitatu iliyopita, Samba Gilbert Ndongani hana rekodi ya majeraha yoyote. Yaani jamaa hana rekodi ya majeraha yoyote ndani ya kipindi cha miaka mitatu iliyopita, kabla ya muda huu ambao mimi nazungumza hivi sasa. Maana hapa unarudi mpaka mwaka 2000 takriban na 23 ama 2022 mwishoni, huyo mtu hana rekodi ya majeraha. Na ukitaka kulidhihirisha hilo, msimu uliopita michezo 30 yote ya ligi kuu ya Ghana akiwa na Asante Kotoko kaubonda, dakika 2668 kazitia mfukoni kwenye mechi 30, ever present. Upatikanaji wake hauna shaka hata kidogo. Hichi ni kitu kingine ambacho kinawavutia sana wanaohitaji huduma yake kwa wakati huu. Lakini kitu kingine kikubwa, huyu ni mtu ambaye amecheza zaidi ya dakika 4300 za soka la kiushindani, lakini ana kadi za njano takriban 11 tu. Yaani ni mchezaji ambaye discipline yake uwanjani ni ya hali ya juu sana. Msimu uliopita mechi 30 kwenye ligi ya Ghana amemaliza na kadi za njano 3 tu. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho pia kinawavutia watu wengi kuona kwamba huyu ni mchezaji ambaye anapatikana, kisha anapokuwa kwenye majukumu yake kama mlinzi, sio mchezaji ambaye anaiharimu timu. Yaani anaweza kupatikana kikamilifu bila kuwa ni mtu ambaye anaumia kila hapa na pale, ever present. Then ni mlinzi ambaye hawaweki matatizoni walimu kiufundi, lakini hawaweki matatizoni wachezaji wenzake, kwa sababu ni mtu ambaye hana kadi nyekundu mpaka sasa hivi, licha ya kwamba amecheza zaidi ya dakika 4300 katika ngazi ya kiushindani ya soka la Afrika. Kwa hiyo ni huyo mchezaji ambaye ana vitu vingi ambavyo unaona kabisa kama vinaleta mvuto, lakini huyu ni mchezaji ambaye anasifika kwa kuwa na uwezo wa kucheza kwenye nafasi mbili tofauti uwanjani. Anaweza kucheza kama mlinzi wa kati, anaweza kucheza kama kiungo wa chini, lakini ni katika wale walinzi cream ya walinzi wachache ambao sio Afrika tu, hata duniani kwa ujumla, ambaye ana uwezo wa kuchangia upatikanaji wa magoli. Ni mpigaji mzuri wa mipira ya ikabu, kitu ambacho kinaweza kikawashangaza baadhi ya watu. Ni direct free kick taker mzuri, ni aerial set piece threat mzuri. Mmepata kona, mmepata set piece, ni mzuri sana kwenye kwenda kuunga hii michuzi kila hapa na pale inapokuwa inatokea. Kwa hiyo ni huyo mchezaji ambaye anaonekana ni threat kwenye maboksi yote mawili. Ni mzuri kwenye majukumu ya kuzuia, ni hatari sana anapokwenda kushambulia. Anaweza kucheza kama kiungo wa chini, anaweza kucheza kama beki wa kati, lakini sifa zake zingine ndio hizo ambazo nimezielezea. Upatikanaji wake hauna mfano, hana rekodi ya majeraha. Ni mchezaji ambaye anaonekana anaweza kutransition kwenye ligi tofauti tofauti, tena kwa kuwa nahodha wa timu tofauti tofauti ambazo anakwenda kuzichezea. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo vinatengeneza mvuto kwa Samba Ndongani. Lakini mwisho wa siku ana mataji matatu pia katika klabu ya Asante Kotoko: FA Cup ya Ghana, Ghana Super Cup pamoja na kombe la rais. Makombe matatu hayo. Kwa hiyo huyo bwana ndo Samba Ndongani. Of course hapa nimejaribu kuelezea profile yake na ni vitu gani ambavyo vinafanya awe na mvuto kwa kiasi kikubwa sana ndani na nje ya Afrika. Kwa hiyo Simba Sports Club bwana wanamhitaji huyu jamaa. Taarifa zinaeleza amefungua mazungumzo na klabu ya Simba Sports Club, na hii ni taarifa ambayo imethibitishwa na baadhi ya watu ambao wana ukaribu na klabu ya Asante kutokea huko Ghana, kwamba kuna offer nono ambayo Simba wameiweka kwa ajili ya kuhakikisha wanaipata huduma ya mlinzi huyu wakati